Ndugu zangu wapendwa, zama zetu tulizonazo sasa zinatofautiana sana na zamani. Siku hizi tunasikiliza kutoka sehemu mbalimbali. Kuna vyombo vingi ambavyo vinatusaidia kusikiliza. Zamani watu walikuwa waendi hata kuangalia mpira, walikuwa wanasikiliza kwenye redio, wanafanya imagination na wanafurahi. Siku hizi ukijifikiria toka asubuhi mpaka jioni umesikiliza mambo mangapi kutoka kwenye social media na kadhalika, kutoka kwa watu. Ni vitu ambavyo ni ushawishi wa namna nzuri ya kufurahia maisha. Mashauri mengi yanayozungumzia maisha. Alafu tunajikuta katika kuchagua. Tuchague nini? Tusikilize nini? Tumsikilize nani? Tufuate nini? Leo Yesu anatuweka katikati ya kuchagua kuwa na akili au kuwa mpumbavu. Anasema yule mwenye akili ni yule ambaye anasikiliza neno lake na kulifanyia kazi. Anamfananisha huyo anayefanya hivyo kama nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Nyumba iliyojengwa juu ya mwamba inastahimili magumu yote, upepo, mvua, kimbunga na kadhalika, inastahimili. Lakini yule mpumbavu anafananishwa na yule ambaye amejenga nyumba juu ya mchanga, ambaye dhoruba ndogo tu inamuondoa. Kumbe leo tunapata mwaliko mkubwa, mwaliko wa kujua kwamba maisha yetu yanajengwa kwenye neno la Mungu. Na haitoshi tu kusikiliza, kwa sababu tunasikiliza mambo mengi sana. Hata kwa common sense mengine tunayasikiliza, tunajua ni upuzi. Lakini tunaalikwa kulisikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Na kwa namna gani tunalifanyia kazi? Anasema kwa yule ambaye anatimiza mapenzi ya Baba yake. Maana yake nini? Utashi wetu tunauunganisha na utashi wa Mungu. Kama tunavyosali katika Baba yetu, utakalo lifanyike. Tukijiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu, tunaanza kuliruhusu neno la Mungu lifanye kazi ndani yetu. Kumbe mwisho wa siku, neno hili linatufundisha kwamba maturity ya Mkristo, ukomavu wa Mkristo umejengwa katika neno la Mungu. Atakutana na magumu yote, lakini atazidi kuwa imara kwa sababu neno la Mungu limemuimarisha. Tuombe Mungu atusaidie katika kipindi hiki cha Majilio. Tukeshe katika kuomba hiyo nguvu ya Mwenyezi Mungu ya kutufanya kuwa imara na kulielewa neno lake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.